Katika mtaa wa Ngarenaro jijini Arusha, simulizi ya matumaini na mabadiliko inaendelea kuandikwa na kundi la vijana waliowahi kuwa mateka wa madawa ya kulevya. Walipitia kipindi kigumu wakipambana na utegemezi wa kemikali hatari, lakini sasa wameamua kupigania nafasi yao ya pili ya maisha mapya bila madawa. Tuko wengi sana na hatuna mradi, wengine tunajishughulika na kazi, wengine tunakota makopo, tunakota machuma, ndio hiyo. Na sasa hivi tena jamii tunashukuru sana kwa kuona tuko kwenye dawa, na sisi tunaomba msaada watusaidie. Kama ndio hivyo tumeacha kuvuta madawa, saizi kwa hiyo tumekuwa safi sana. Ilipokuwa bado ni pagumu kutokana mtaa wetu tu ni mgumu. Fanyaga kazi Njiro kwenye kiwanda fulani cha nyanya tomato, niliajiriwa kufanya kazi, lakini kile kiwanda paka kupata ajira, yani ule Mwarabu kwanza alipokuja kugundua nyewe wapi ile barua za watoto Unga Limited, Ngarenaro kata Unga Limited, yani tayari tulikuwa tuko katika hatari nzuri. Kila mahali tunakopita lazima tuvae kamera tuangalie vipi, ila kutokana na sifa za mtaani. Lakini sio kila kijana anayetoka Ngarenaro ukazania eti ni mwizi, ni kibaka. Hapana, mazingira yetu tupo bado tunahitaji sana, tunahitaji support kubwa sana. Unyanyapaa dhidi yao unazidi kuwa mzigo unaoweza kuwasukuma tena kwenye mduara hatari wa uraibu iwapo hawatapata msaada wa kweli. Kwa kipindi cha nyuma kweli tulikuwa tunatumia madawa ya kulevya, ila sasa hivi tumeacha. Tunaomba waweze kutuweka kwenye jamii kama watu wengine, na kazi zikiwepo watu connect na sisi ili tuweze kushirikiana na watu wengine, kwa sababu maisha tunayopitia ni magumu na kuaminika na watu wengine ni ngumu. Kwa hiyo tunaomba sisi kama serikali yetu na raia tuko karibu nao waweze kutusaidia kutokana na hadha hii tulopitia kipindi cha nyuma. Nilikuwa natumia madawa ya kulevya, lakini kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu nimeingia katika kwenye tiba ya methadone. Na kwanza nimeingia kwenye tiba ya methadone, kusema ukweli naendelea vizuri. Tiba mbadala ya methadone inawezekana. Wanapoona mtu yuko katika kwenye hali ile ya kutumia madawa ya kulevya, wamshawishi aende akatumie methadone, kwa maana tiba ya methadone inawezekana na mtu anasimama imara na afanye tena yale matendo ambayo mtu alikuwa anayafanya mara ya kwanza. Mimi naomba tu jamii, wakiona mtu yuko katika kwenye mazingira kama haya, wasimbague, maana mtu unapobagua unakuwa unajisikia vibaya, unakuwa unajitenga. Serikali na taasisi mbalimbali zinaendelea kuweka mikakati ya kuwainua, lakini kilio cha vijana wa Ngarenaro kinabaki kuwa wazi. Wanahitaji nafasi, si huruma, bali haki ya kurejea tena kwenye jamii. Tulikuwa na kipindi kigumu mwanzoni kwa sababu watu walikuwa hawana uelewa juu ya tatizo la dawa za kulevya, na kwa mkoa wa Arusha tumekuwa bega kwa bega na wadau mbalimbali ikiwemo asasi za kiraia ambazo zenyewe zinatusaidia kwenda moja kwa moja kwenye jamii na kuwaibua wale waraibu ambao wanatumia dawa za kulevya na kuwaunganisha na huduma za tiba na huduma za utingamao. Kwa tunasisitiza sana kuepuka unyanyapaa kwa waraibu wa dawa za kulevya. Tuna ndugu, tuna jamaa, tuna marafiki ambao wametuzunguka, wameshaingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kwa tunaona ni vema sana kupitia mkakati wetu namba 2 kutoa elimu kwa jamii wasiweze kuwanyanyapaa waraibu wa dawa za kulevya, badala yake wapate taarifa sahihi kutoka kwetu kupitia namba yetu 119 namna gani ya kuwasaidia waraibu wa dawa za kulevya. Kwao maisha yameanza upya. Safari yao ni ushahidi kuwa mabadiliko yanawezekana na kila kijana anastahili nafasi ya pili. Ulikuwa nami Gertrude Mpezia, Nipashe Digital.